Makampuni mawili kutoka Japan yameungana ili kutoa suluhisho la joto kali linalozidi nyuzi joto 38 kwa sasa, na suluhu hii ni jokofu la binadamu. Mashine hii imetengenezwa kama kifaa maalum cha kupooza mwili wa binadamu na kwa sasa inapatikana kwa yen milioni 1.5 ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 24.2. Jokofu hilo lenye urefu wa inchi 84 na kina cha 47 itagharimu yen 16 tu kwa saa ili kufanya kazi, kulingana na mtengenezaji SDRS, ikiwa ni matumizi bora ya nishati kuliko kiyoyozi cha kawaida. Trusco, msambazaji wa friji hilo, anasema kifaa hicho cha kubebeka ndicho cha kwanza kusambaza ubaridi wa mwili mzima na kinaweza kuupooza mwili kwa haraka kuliko mbinu za kawaida za kiyoyozi. Mtumiaji huketi kwenye kiti kilichojengewa ndani ya kisanduku cha chuma ambacho hupuliza wimbi la hewa kali lenye ubaridi wa kufikia hadi nyuzi joto 5 kwenye kichwa, shingo, mabega na mgongoni, hivyo kupunguza joto la mwili. Friji hilo ambalo hufikia ubaridi wa takribani nyuzi joto 15 limetengenezwa kuwa na uwezo wa kuzimika lenyewe baada ya muda usiozidi dakika 20. Kampuni imependekeza kifaa hicho kutumika zaidi kwenye maeneo ya ujenzi na kilimo ili kuwapa wafanyakazi pumziko kutoka kwenye jua kali la kiangazi, au kutumiwa kwenye maduka makubwa, mashuleni, kwenye sherehe na viwanja vya michezo. Kampuni hiyo inadai kuwa mwili wa mtumiaji utahisi baridi zaidi ndani ya dakika 5 na kutumia kama dakika 10 ndani kutapunguza dalili za uchovu wa joto. Japan inakabiliwa na wimbi kubwa la joto, huku shirika la hali ya hewa likitangaza kwamba joto limeongezeka hadi nyuzi joto 38.5 katika jiji la kati la Toyota na limepita nyuzi joto 36 huko Tokyo. Shirika hilo lilionya kwamba vipimo vya joto vinaweza kupanda zaidi ya nyuzi joto 40 kuelekea mwishoni mwa wiki. Mwaka huu, serikali ya Japan imetangaza jina jipya kwa siku ambazo zilipata kiwango cha nyuzi joto 40 na kuiita siku hiyo Hokushobi, ambayo hutafsiriwa kama moto mkali. Taarifa hii imeandaliwa na Mwantumu Mkwawa na kusomwa kwako nami Godfrey Ringo.